moja kwa moja nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ameelekeza mamlaka zake waweze kusikiliza changamoto na kero za wafanyabiashara, ambapo tumeona kwenye bajeti yameainishwa mambo mbalimbali. Kwa mfano, tunaiona sheria ya fedha ya serikali za mitaa sura 290 ambayo hotuba ya bajeti kupitia waziri wa fedha wamependekeza ifanywe maboresho, na hii sisi tunaunga mkono kabisa kwamba katika maeneo hayo, hasa kwenye maeneo ya tozo, ushuru, kwa mfano ushuru wa huduma service levy ambayo ilikuwa ikitozwa kwenye mauzo ghafi kwa 0.3, sasa kama inakwenda kutozwa kwenye faida kwa maana ya pato ghafi itatusaidia. Lakini hapo sisi bado kuna utata, maana imetumika Kiswahili ambacho kinahitaji ufafanuzi ili wafanyabiashara nasi tuweze kuelewa. Kwa mfano ita pato ghafi mfuto. Sasa nafikiri katika kamusi tumejaribu kufuatilia Kiswahili hiki ni kigeni kabisa. Kwa hiyo moja kwa moja itaje kwamba ikokotolewe 0.25 kwenye faida, baada kwa tumetoa matumizi mengine, malipo mengine, basi hiyo service levy inaweza kulipika vizuri. Kwa hiyo tunaunga mkono jitihada hizo. Eneo lingine ni kupunguza 10% ya hoteli levy. Ushuru wa huduma wa hoteli ambao kimsingi ulikuwa unakotolewa kwenye mauzo kabla kuondoa matumizi, unatoa 10%, na hii naona italeta tija, itapunguza kero kwa wafanya biashara na wawekezaji wa nyumba za wageni na hoteli. Lakini vile vile ilikuwepo kero ya kufunga maduka. Maduka yamekuwa yakifungwa bila kusubiri, mtu anakuja anafanya ukaguzi hapo hapo anafunga maduka. Sasa na hili tunaona pendekezo hili likipitishwa kwenye mswada wa sheria itasaidia kuondoa kero ambazo zitaweza kuongeza tija na mazingira mazuri ya ufanyaji biashara. Wafanya biashara watajiamini na tutaendelea kwa maana ya kufanya compliance, kwa maana tutakuwa na muda wa kufanya biashara bila kufikiria kufungiwa biashara. Kwa hiyo na hili tunapendekeza, na sisi tunasema iendelee, mapendekezo haya yapitishwe na mswada huo usainiwe sasa iwe sheria. Na maeneo mengine yapo mengi, kwa mfano ushuru wa kupakia na kushusha. Ushuru huu kimsingi ulikuwa unaleta changamoto na fedha hizi zilikuwa hazikusanywi moja kwa moja. Kwa hiyo tumeona na hili eneo ni muhimu sana na tija ipo. Kwa hiyo tunakubaliana na mapendekezo ya waziri kwenye mswada wa sheria ya 25-26, basi ushuru huu ufutwe kama ilivyopendekezwa. Na kwa sababu hotuba imejielekeza kwenye maeneo mengi, na vile vile tumeona kwenye misamaha iliyotolewa kwenye maeneo ya bidhaa au malighafi za kuongeza uzalishaji. Na hili tunasema mapendekezo haya yaendelee. Labda ipo changamoto moja ambayo bado imebaki kwenye viwanda vya maji. Tulitegemea excise duty ambayo inakotolewa kwa lita kwa kila maji ingeweza kupunguzwa angalau kabaki single digit ili kuwezesha viwanda vya maji hasa hivi vidogo na vya kati viweze kuongeza uzalishaji. Na hili kwa nini tunapendekeza hivyo? Tunapendekeza hivyo kwa sababu tukitoza excise duty kwenye maji, tunafanya maji haya yaweze kununuliwa kwa gharama kubwa. Lakini tunasema basi kama kuna kiwango cha kodi hiyo ambacho kinaongezwa kwenye tozo kwenye maji kwa kila lita, basi kipeleke kwenye vifungashio vya plastiki ili kuweza
kuzuia au kuwezesha mazingira. Na sote sisi tunajua matumizi ya maji ni lazima na ni uhai. Na vile vile vyanzo vyetu vya maji vimeshachafuka na mazingira hayaruhusu kutumia maji yetu tuliokuwa tumezoea. Kwa hiyo kama tutaondoa hii service levy ikabaki kwenye single digit, hata ikatozwa shilingi 10 kwa kila lita ya maji, basi hiyo shilingi 46 basi ikapelekwa kwenye vifungashio, itaweka kwanza usawa katika uzalishaji, kwa maana ya kuweka wigo kati ya mzalishaji mdogo wa viwanda vidogo vya maji na wakati, ili aweze kushindana kwenye soko na viwanda vikubwa vya maji. Sisi kwa ufupi tunapendekeza kwamba tunaunga mkono mapendekezo ya hotuba ya bajeti ya mwaka 2025-26. Tunategemea wabunge wetu watusaidie, hasa ambapo sasa tunakwenda kufanya biashara ziweze kushamiri, nao sasa waweze kuipitisha ili uwe mswada na baadaye Mheshimiwa Rais ausaini iwe sheria.